Huwa unajisikiaje? Tamka uko kanisa. Nafurahi. Wewe ile. Utafurahi. Kwa nini ufurahi? Kwa sababu unaona vijana wako wanamwimbia Yesu kwa furaha, si ndivyo? Si ndivyo? Ndivyo ndivyo. Kwa hata wazazi watajivunia kwamba wanaye kijana anayemtumikia Mungu kwa nguvu zote. Si ndivyo? Akihubiri, akiimba, watu wakapokea, watauliza huyu kijana wa nani? Si ndivyo? Huyu kijana wa nani? Jina lako tayari imekuwa. Na Yesu akakupa uzao ulio mwema. Kwa maana yake anaendelea kubariki uzao wako kwa sababu ametambua jina lako. Watu wameona jina lako. Watu wameona uzao wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mzazi, kwa maana hiyo mzazi msimwache kijana akae nyumbani. Mtume aje kanisani. Injilisti aliambia shamba la vijana ni vizuri sana. Ni mfano wa kike. Sasa anatakiwa wazee pia injilisti wao na shamba pale wa kiume. Wazee wa kike nao wao na shamba pale. Amba tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu hamna maskini. Tumepewa kila kitu, tumepewa ardhi, si ndivyo? Tumepewa na mali zingine zipo. Na hata kunyima hatazichukua. Ayubu si amenyang'anya vyote, si vyote viliteketea. Lakini imani yake ikasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa vijana mchangamke. Tumkeni Mungu kwa furaha. Kwa furaha shuleni mtangazeni Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Kabla sijarudi kwenye somo la leo, tupitie kidogo katika kitabu cha Korintho ambayo liko kwenye kalenda yetu. Timotheo wa kwanza. Tunajua ni ile sura ya 4 mstari wa 13 hadi wa 15. Soma alafu nitaachia. Timotheo wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Timotheo. Sura ya 4 mstari wa 13 nitasoma hadi wa 16. Hata nitakapokuja ufanye bidii katika kusoma maandiko, kuonya na kufundisha. Huu ni ujumbe kweli ambapo Yesu anamfundisha sasa leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata nitakapokuja ufanye bidii katika kusoma maandiko na kuonya vijana na kufundisha vijana na watoto wako na wazee kanisani. Usiache kuitumia karama ile iliyo ndani yako, uliopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono na uzee. Uyatafakari hayo, ukae katika hayo, ili kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa watu wote. Jitunze nafsi yako na mafundisho yako, dumu katika mambo hayo, maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wa kusikia pia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huu sio ujumbe wa mwinjilisti, ni ujumbe wa kwako sasa wewe na familia yako, wewe na nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ubebe, ujitunze, tafakari maneno ya Mungu kila wakati. Amen. Amen. Sawa, tukirudi kwenye somo ambapo nitakuwa nalo kwa siku ya leo, ile Yohana 17 mstari wa 3 hadi wa 6. Tajaribu kueleza kwa ufupi na changanua ambapo tutakuja kupata na tutajifunza mambo mengi ambapo Mungu anaendelea kutuonyesha mahali hapo. Kwa hiyo Biblia inasema hivi: na uzima wa milele ndio huu. Yesu wakati anaeleza hizi habari, maneno haya, wakati anaomba, aliinua macho yake juu akimwomba Mungu kuelekea mbinguni, ambapo ilikuwa hatua za mwisho kama mbia Baba, hii imekwisha, akimaanisha kazi aliyetumwa na Mungu
kuja kutenda duniani. Alianza pale kazaliwa, kwa ni roho kwa Mungu, akazaliwa kama mwili, akaja kwetu kama mwili, akakuwa, akabatizwa, akafanya kazi ya Mungu. Sasa hapa anasema kwamba anamwomba Mungu, anamwambia Mungu, kazi nimemaliza. Ukisoma mstari ya mwanzo, lakini hapo mstari ambao tulianzia, akimweleza Mungu kwamba watu waliopewa na Mungu, ikiwa mimi na wewe, kwa manake watu waliokuwa nao wakati kufanya kazi yake, anamdhihirishia yeye Mungu kwamba uzima wa milele ulioniambia niwaeleze, nimewaeleza. Nao uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe, wakujue wewe, kwa maana tumjue Mungu kwa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Ndio maana hii amri ya kwanza kabisa inaeleza juu ya kuwa na Mungu mmoja. Anasema mimi ni Mungu wako, usiwe na Mungu mwingine. Sasa hapa anawaambia wakujue wewe uliye Mungu wa pekee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio kama unaona kuna mwingiliano pale wa amri ya Mungu na hii ambapo Yesu anazungumza. Kwa maana Yesu alikuja kueleza matendo makuu ya Mungu. Sisi tumjue Mungu wa kweli na wa pekee. Kwenye amri nasema mimi ndiye Mungu wako, usiwe na Mungu mwingine. Sasa tumjue Mungu wa pekee, huyo ambaye amri inatangaza. Akasema mimi nimekutukuza duniani, maana yake kwamba hakutenda dhambi kama alivyotumwa na Mungu. Amelitangaza jina la Mungu kama alivyotumwa. Ameyafanya mapenzi ya Mungu kama alivyotumwa. Hivyo Yesu anavyojidhihirisha duniani, nikiwa nimemaliza kazi ile ulionipa nifanye. Lakini hata sasa tumepewa kazi pia na Yesu. Alipoondoka alituachia kazi. Tufanyeje? Nendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Nakumishana kutemaka. Kwa ni kazi ambayo tumeipewa. Kwa maana yake wewe na mimi ni kazi ambayo natakiwa tuifanye. Sio mwinjilisti tu kwamba aje kuhubiria Injili. Wewe pia ni mhubiri. Wewe ni mhubiri. Hawa ni wahubiri. Hawa ni wahubiri. Nani atafikisha taarifa au ujumbe wa Mungu katika nyumba kule mtaani? Nani ataenda? Swali, nani ataenda? Ni wewe, si ndivyo? Mjilisi amekuja amekupa njia ya kwenda kupeleka ujumbe kwenye nyumba, haujafikisha. Kosa la nani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wewe uko kule, mjilisi hawezi akaja nyumba zote. Labda Mungu amuongoze amwambie kuna nyumba fulani ukafanye huduma pale. Atafika. Lakini nyumba zingine wewe ndio unakosa. Ndio maana Yesu akawa mwaminifu akasema nimemaliza kazi ulionipa. Bwana Yesu asifiwe. Alafu akaendelea pale anasema na sasa Baba unitukuze mimi. Manake wakati anamaliza kazi sasa anataka nguvu na utukufu wa Mungu umuongoze katika kumaliza kazi pale msalabani. Unitukuze mimi pamoja nao na utukufu ule uliokuwa nao kabla ya ulimwengu kuwa. Wote tunajua kwamba Yesu alikuwa kabla ya ulimwengu kuwa. Usoma Yohana 1:1. Taweza hapo neno lilikuwa ulimwengu. Nao neno lilikuwa kwa Mungu.
baraka sana. Jina lako limewadhihirishia. Kwa wote tunajua Mungu tunayemwabudu. Wote tunajua Mungu tunayemtumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uzima wa milele unahusu ufalme wa mbinguni. Namna ya kumjua Mungu na mipango yake. Kwa hiyo kisha mjua Mungu na mipango yake. Mipango ya Mungu mingi. Kuna wokovu. Yesu alipokuja duniani alikuja kwa ajili ya kutukomboa sisi na kuturudishia ufalme wa Mungu. Maanake hapo mwanzo Adamu alikosa, alipokosa aliondoka katika uso wa Mungu. Kwa hiyo alipokuja Yesu, Mungu alitengeneza mpango wa kumleta Yesu duniani kwa ajili ya kuja kutukomboa. Sasa huu mpango unatusababisha sisi kuishi maisha ambayo Yesu ameyabariki. Unatusababisha sisi kuishi maisha ambayo Mungu anahitaji tuyaishi. Mungu anahitaji tumtumikie. Mungu anahitaji kufanya kazi yake kwa sababu Yesu ameshaenda mbinguni. Kwa hiyo mtendakazi sasa ni nani? Ni wewe. Haleluya. Jambo ambalo unaweza kujiuliza kwamba wengi tunaishia kumjua Mungu lakini hatujui mpango ya Mungu. Kwa sababu gani? Sio wote tunamuomba Mungu atupe uelewa wa mipango yake. Wote tunakuja kanisani kwa Mungu, tunasali, tunafundishwa neno la Mungu, tunalijua neno la Mungu, lakini hatujui mpango ya Mungu katika maisha yetu. Kwa maana hiyo, manake hatujui Mungu anawaza nini juu ya maisha yetu. Hatujui Mungu amepanga kitu gani juu ya maisha yetu yajayo. Hatujui Mungu mbele ya maisha yetu ameweka baraka kiasi gani, au Mungu anataka tumtumikie kwa kiasi gani. Kwa uelewa huu, manake tunahitaji kujua zaidi na zaidi kumjua Mungu na kuuliza kwa Mungu mipango ya Mungu katika maisha yangu. Hatujaja duniani kwa bahati mbaya. Tumekuja duniani kwa kusudi la Mungu. Sasa hilo kusudi la Mungu, huo mpango wa Mungu uliosababisha ukulete wewe duniani mahali hapa, kwa maana yake kuna kazi ambayo uliletwa kuja kuifanya. Mfano mdogo. Kwenye matangazo mwinjilisti amesema mafundi wanatoka wapi? Mtwani. Si wanaleta. Ni mpango, si ndio? Huo mpango wa kuwaleta kwa ajili ya nini? Na kazi maalum ambapo ni kazi ya ujenzi, si ndivyo? Sasa hiyo kazi ya ujenzi wakiletwa alafu wasipoifanya, nini kinatokea? Na tuzungumze. Okay, mbali na laana kwetu sisi kibinadamu, wasipoifanya, wakaletwa, wakaitwa, wakaja, wakaenda pale kwenye jengo pale, lakini hawakufanya kazi ambayo wameambiwa waifanye, nini kinatokea? Kazi na kwamba, si ndivyo? Alafu yatatokea maswali mengi. Hawajapewa hela, hawajaletewa simenti na nini na vitu vingine vinavyohusika, ama kitu gani? Kwa maana yanakuwa maswali mengi. Sasa ndivyo ilivyo na sisi. Mungu alipotuleta duniani alikuwa na kazi maalum ya sisi kuja kuifanya. Sasa usipoifanya, lawama, laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana yake hauna faida tena kwa Mungu aliyekuleta. Na sawa na wale mafundi wasipofanya kazi, maana yake hawana faida tena kwetu. Maana yake hawatusaidii kile ambacho tumewaita waje wafanye. Sasa ndivyo na sisi. Mungu ametuita tuje duniani kwa kazi maalum. Sasa tusipoifanya hiyo kazi maalum, Mungu
atatuondoa. Kwa maana yake tumekuwa magugu hivi, hayazai shambani, unaanza kuyamolea kwa sababu hayana mazao, yaani hupati kitu, yanajaza shamba. Tusifike huko, na Yesu atusaidie. Amen. Tusifike huko. Kwa hiyo kumjua Mungu, tujue na mipango yake aliyetuleta duniani. Ndio maana ametuachia akasemaje, nendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa, sio taifa, sio watu, sio kabila. Maanake kila nchi iliyopo katika uso wa dunia, kila kabila, kila ukoo, kila mtu, kila rika, awe mzee, kijana, mtoto, watu wote, mataifa aliyoko, kiumbe yote wa binadamu anaishi duniani, umfanye kuwa mwanafunzi wa Yesu. Ndio kazi tuliyopewa kuja kuifanya. Ndio kazi tuliyokuja kuifanya. Mwinjilisti hapa anatoka mkoani kule. Kuna makanisa pia kule. Lakini iko sababu ameletwa mahali hapa. Iko sababu ya ulimwengu wa roho, Mungu amemleta mahali hapa, akaacha makanisa kule. Akaletwa hapa. Alafu akaja katika usharika wa Kibaoni, kuna mitaa mingi. Akaja katika mtaa wa Chemchemi, kuna sababu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio bahati mbaya. Angeenda mitaa mingine au usharikani pale, angebaki pale. Lakini kwa nini akaja mahali hapo? Lazima utengeneze hoja, iko sababu. Sasa kama iko sababu, anatakiwa ujiulize, anamuulize Mungu sababu iliyomfanya umlete injilisti hapa, awe kiongozi wa mtaa huu, awe mtumishi wa mtaa huu. Kwa maana kuna sababu. Mungu akiachilia hiyo baraka aliyomleta injilisti hapa, maana kanisa litaongezeka na baraka zako utazipokea kama alivyokusudia Mungu. Lakini usipotafakari namna hiyo, itakuwa kama mbegu imepandwa pale, haina mtu wa kuipalilia. Mungu atusaidie. Na kumjua Mungu lazima kuna mambo kadhaa kidogo. Ni lazima ujue neno lake, ambapo ukisoma katika Yohana 1:1, Yohana sura ya 1 mstari wa 1 mpaka 4, nitakueleza juu ya habari ya neno lake. Yesu ni neno. Tulijue neno la Yesu ni neno. Na kama Yesu ni neno, alikuja duniani kwa ajili ya kutukomboa sisi, kwa ajili ya kutupa sisi uzima, kurudishia ufalme wa mbinguni. Kwa sababu hiyo, kuna mtu anataka kwenda motoni. Nani yuko tayari kwenda kwenye jehanamu? Anyoshe mkono. Tusaidie. Ndio, tutamsaidia. Kama mtu yuko tayari kwenda kwenye moto, tutamsaidia. Si ndio amechagua? Ndivyo. Lakini kama hauko tayari kwenda katika ziwa la moto, manake wote tuna njia moja ya kwenda wapi? Mbinguni. Sasa kwenda mbinguni tunasafiri. Tumeambia njia nyembamba. Ndivyo. Kuna mahali fulani kuuliza. Na hapa naomba niulize. Wangapi wanajua njia ya kuja kanisani? Kutoka majimbo. Kutoka majumbani kwenu. Wangapi wanajua njia ya kuja kanisani kutoka majumbani kwenu? Ama ni wageni? Wangapi wanajua njia? Nyosha mkono. Na kama hujui njia utatuambia umekujaje hapa. Labda umeletwa au sijajua.
Wote najua njia, si ndio? Kutoka nyumbani kwako wewe, kutoka nyumbani kwako kuja kanisani. Unajua? Sasa swali moja, nikikufunga macho, utarudi nyumbani? Hapana. Kwa nini? Sijaelewa. Nikikufunika macho, utarudi nyumbani? Kwa nini? Kwa nini njia? Lakini njia tunaijua.